sana kuendelea kuwa nasi angani, na kama ndio mwanzo tu umeingia maskani ukachukua remote yako ukasema NTV sasa mikiki imekwisha kuiteka anga. Yoshua Makori mwana sport na kagia nambari 2 kwa faida ya kuangazia volleyball. Timu ya taifa Malkia Strikers ilikuwa kule Misri, kafanya mambo yake, kafika finali ya ubingwa wa Afrika, kashindwa na mabingwa tetezi Kameruni ambao walitetea taji lao kwa seti 3-2 katika finali. Ilikuwa na mshike lienda hadi seti ya 5. Nimlete ndani mgeni wangu mfanikishe siku ya leo, hata so mgeni huyu amekuwa hapa mikiki mara si moja, ni coach Paul Gitau, ni coach under 20. Karibu sana. Asante sana bwana Makori. Nataka tuanze moja kwa moja mjadala wetu siku ya leo. Tuangazie Malkia mwanzo, ndio tuingie tu panwe tuingie katika masuala mengine makuu. Malkia, ulionaje katika kombe la mataifa Afrika kushindwa finali na Kameruni? Pale mimi sitatetea kule kushindwa, wala sitasema mengi kuhusu ni kwa nini hatukushinda. Kitu moja ningetaka kusema ni matayarisho yetu. Ile timu ya Malkia Strikers na mchezo wa wavu nchini, nadhani wale wasichana ni wasichana ambao wamecheza na wakaletea nchi yetu sifa kubwa sana. Lakini ile support ya ile timu bado mpaka wa leo mimi naweza sema ni duni. Wale wasichana hawapei ile attention inatakikana kupewa timu ambayo inaenda kuwakilisha nchi. Kwa nini nasema vile? Udhamini wake ile wa National Oil wanajaribu kweli, lakini mahitaji ya ile timu si ya National Oil peke yake. Ile ni timu ambayo inaakilisha serikali kuu, inaakilisha the 40 million people. Kwa hivyo matayarisho yake na morali yake inatakikana pati kubwa yake itoke kwa serikali. Lakini sasa ukiangalia wale wasichana walikaa pale Kasarani, wanafanya maandalizi na vijana, friendly matches na vijana. Mimi kwangu ile ni mchezo tu, ile ni mchezo ya paka na pale. Hauwezi sema wale wasichana wako tayari kwenda kuwakilisha nchi kwa ile urafiki na timu za wanaume. Wangefaa waende kwa timu ambazo ni nguvu sawa na wao. Sasa wanacheza na vijana, wanawapiga seti 3 kwa kafu. Ukitaka kukua kimichezo lazima ucheze na timu ambaye ni ya level yako. Ikushinde leo, ushinde kesho, that is the only way unaweza kuwa. Lakini sasa ile matayarisho ya ile timu haikuwa tayari. Kwangu naweza sema hivyo. Wacha nikwambie, sisi tunaenda kushindana na Kameruni. Kameruni wametoka Europe. Wanashindana na timu ambazo ni sawa na wao, ni kubwa kuziliko. Pale kugaini kwao ni kubwa kutuliko. Ile hatungeweza, na mimi kama coach sikutegemea kitu kubwa kutoka kwa timu yetu ya taifa. Ya pili, morale ya ile timu ilitoka wapi? Fedha zile wanapewa kidogo, hakuna motisha. Wacha nikwambie, wale wasichana si watoto tena. Wale wasichana ni watoto, wako na familia, wako na mahitaji ya nyuma. Na wacha nikwambie, I think now I'm the senior most coach kwa upande wa wasichana. I started long time ago, 1995. Since leo mimi nafunza wasichana volleyball, na mimi nakwambia concentration ya player inategemea itoke nyumbani kwake. Akikuja mazoezi, aache kwake kuzuri, aende mazoezi, aache Kenya kuzuri, nyumba yake mzuri, aende akarepresent nchi. Lakini hata represent nchi akikumbuka mtoto amekula, ameenda shule, hizo vitu zote inakuwa haina maana. Sasa ile concentration input yake ni kidogo, kwa sababu ako na vitu zinapita kwa kichwa yake zinamsubua. Hizo ni lazima tutatue, na mimi nafikiria zikatatuliwa jana. Na hii kitu imekuwa si mwaka leo, si jana, si juzi, kila siku mambo yanajirudia. Hao wasichana wamekuwa Cup of Nations, wameleta silver. Harambee Stars imekuwa AFCON, ilifungwa na Senegali, na hii ilifunga Senegali. Ilifungwa chini, wacha kutoka makudi. Lakini angalia, walipewa 240 million na nani? Serikali kuu ya Kenya. Wale wasichana wameenda wameenda Cup of Nations, walipewa ngapi? Mbona haikuandikwa kwa magazeti? Mbona wa Kenya hawajui walipewa ngapi? Wale wasichana wametoka Uganda, wamewahi tiketi ya kwenda mashindano ya Afrika, timu ya kwanza katika nchi. Na wacha nikwambie, ile ndiye timu ya kipekee ambayo imequalify all Africa Games, team sport. Na mimi nakwambia we are defending champion. Mimi nilienda na team B kule Congo Brazzaville.
nikashinda ile kikombe ya All Africa Games. Sasa hawa wanaenda, nikuulize, wako na allowances za wajalipwa kutoka Uganda, wameenda Misri, wamekuja, awalalamikia wagomi. Lakini mimi najiuliza, ni wakati gani wale wasichana watakuwa wa Kenya watahudumiwa kama wengine? Hizo ndizo vitu mimi naona zinazuia wale wasichana, na morale ya ile timu ni lazima tuishukue sisi wote. Kama tunataka results, ni lazima ile timu ipewe support ambaye inatakikana kama timu ya taifa. Kama timu ya taifa, sio timu ya KVF, sio timu ya Mr. Kioni. Let me tell you, we have a very able chairman ambaye hii timu bado inasafiri. Kwa sababu KVF is not an earning institution. Haipati dururu, haipati, lazima isapotiwe kidogo kidogo. Lakini our able chairman anaenda pale anachukua kidogo kidogo kidogo, lakini ile naye haitasaidia wale watoto kucheza vile inatakikana. Let me finish this way. Enda kambi ya mazoezi saa hii ya wasichana. Pale utapata kagari kamoja hivi hivi. Kwa nini wale volleyballers wamefanyia Kenya kazi kubwa? Mbona hawaendeshi magari? Mbona hawaendeshi magari? Ni kwa sababu hawalipwi vizuri. Hapo kwa malipo ndio tumalizane na ili swala la malipo. Upande wa makochi. Makochi nyumbani wanashughulikiwa kivipi kimalipo, na hasa sasa hivi ukumbuka kwamba tuna Ramdo, coach kutoka Italia, ndio kocha mkuu timu ya taifa Malkia. Kimalipo, kimakochi unasemaje? Wacha nikwambie. I'm so disappointed. Mimi nakwambia mkufunzi wa volleyball nchini hii hana baba, hana mama, hana wake. Ni kama si Mkenya, ni kama hajulikani. Let me tell you for example. Saa hii serikali kuu imesema inalipa timu yoyote ambayo imecheza, imefanyia, imeletea Kenya medals miaka 10 iliyopita. Sisi kama volleyball tuko na wale walicheza All Africa Games Makuto, that is 2011. Tuko na watoto walienda 2014. Na tuko na hiyo timu sasa, hiyo nilikuwa naye ya 2015 ambayo ilishinda dhahabu. Wacha nikwambie, wale wasichana walishinda silver Makuto wanalipwa 20,000. Silver wanalipwa 20,000. Kocha ambaye aliwafunza analipwa 10,000. Tell me, ule player atarespect huyu coach wake kivipi at any one time kama analipwa hela mingi kuliko mkufunzi? Ule mkufunzi ana nini? Ni wanani? Mbona afunze? Wacha nikwambie, motisha ya volleyball imeuawa na njia mingi. Watu wengi sana wanatumia nyundo kuua. Na wacha nikwambie, hakuna ukuzi, hakuna development ya sports ambayo itafanyika duniani bila kuangalia maslahi ya kocha, kuangalia maslahi ya huyo mkufunzi. Sasa mimi nilienda Kongo Brazzaville katika ile dhahabu ambayo inaenda kutetewa sasa hivi wale wasichana wangu wanalipwa 50,000. To my surprise, mkimbiaji ameshinda dhahabu 2015 pale Kongo analipwa 1,300. Niambie, ni wakati gani tulikagua dhahabu ikawa kadhahabu, ikawa dhahabu, ikawa sijui nini? Mimi nafikiria dhahabu ni dhahabu, medo ni medo, na ni lazima bwana PS wa sports awe na policy, sio kupendelea. Hauwezi kuwa na watoto wengine wanakula sausage, wengine ni mawe, wengine wanakula ugali na maziwa mara, wengine wanakula ugali na nyama. Wale si watoto wako. Ni lazima pawe na policy ambayo inalipa wa Kenya, inalipa wana sports. Either ni bio, ama ni rugby, ama ni volleyball, ni handball, kila kitu tuwe katika meza moja. Usawa. Lazima kuwe ile mizani isilalia hapa inuke huko. Na hakuna dhahabu gumu, Bwana Makori. Hakuna dhahabu gumu kushinda kama ya team sport. Pale si individual, pale ni teamwork na muungano wa players wengi kuwasikanisha kabisa ndio wafanye washinde ile dhahabu. Brother, si rahisi. Teamwork pale inatakikana ni kubwa. Sasa mimi nasema hivi, ile allowances ya players ni lazima serikali kuu itii. Na kama inataka, tunatumia pesa mingi sana kuadvertise Kenya, na wana sporti all over the world wanajua wa Kenya, we are putting Kenya in the right mark. Tunaweka Kenya kwa mahali inatakikana,
lakini tukirudi nyumbani tunapokewa. Mimi nasema kama coach Getao, hapana. Na mimi nasema ianze jana. Let us pay our players, let us pay our officials handsomely. Isiwe ni vitu za kufikiria. Leo tuwalipe shilingi 5, kesho tuwalipe sumuni. Wache kama ni 50,000 ni 50,000. Niambie sasa, wale players wa Harambee Stars waliyetoka Misri wako vizuri, wamepewa 240 million. Volleyball ambaye ametoka Misri ako na silver, ule ako mkono tupu. Huyu ako na milioni zake 2. Huyu ameshida silver, hana tadururu. Sasa ni hali gani kucheza? I'm not inciting, lakini mimi nasema wale wasichana wa volleyball saa hii wangekuwa Toyota Kenya wakinunua magari kwa sababu ya ile silver. Wale wasichana waliyeshinda dhahabu pale Kongo wangekuwa wamenunulia manyumba zao. Sio kuishi uwezi ona player wa volleyball, uwezi jua anatoka Jiagadi, hana kwake, hana nini. Mimi nasema wale watoto lazima watetewe. Na mimi nasema hivi, wanasiasa wa nchi hii wakitaka kila kitu yao inaanikwa juu. Mimi najiuliza, michezo Kenya hii itatetewa na nani? Itatetewa na nani? Tuko na kamati pale ya sports bunge. Tuko na volleyball mkubwa sana, anaitwa Dan Wanyama. Tulicheza na yeye, mimi nimemfunza volleyball. Mimi najiuliza, ukienda pale bwana Dan Wanyama kwa ile kamati, tetea mwana michezo wowote. Mimi sitetei volleyball, lakini mimi nasema zile allowances zinalipwa wana michezo ni duni. Tu sifananishwe kama mwanariadha anashinda dhahabu analipwa 1 million. Volleyball team ambayo imeshinda dhahabu ilipwa 1 million per person. Sio team. Sasa pale ikiwa ni team ile ni kufinya, na hapo ndiye 50,000 inatokea. Dhahabu iwe dhahabu, either imeshindwa na watu 20. Serikali ya Kenya iko na pesa mingi. Mbona pesa zingine zinakunjwa maji na si 20,000? Volleyball team ni ya watu 18. Dhahabu 18 million itafanya serikali ya Kenya kwenda mahali kweli? So mimi nasema hivi, tuwe na usawa. Tena wakufunzi walipwe pesa mzuri, ndiye wawe na motisha ya kwenda kufunza watoto. Wanafanya kazi inaonekana. Leo hii katika kombe la mataifa Afrika wakufunzi wako finali wote ni wazawa wa nyumbani. Nataka tuachie hilo mbali, tugusie volleyball katika makaunti. Kama kuna Kiswahili wingi wake makaunti, tuangazie kaunti. Kaunti 47. Tufanyeje? Wacha niseme hivi. Bwana Makori, sijui ningetaja kitu moja kuhusu coaches wa nchi. Kama sasa sisi volleyball tuko na mgeni ambaye anafunza sisi. Mimi pale nikisema hivi, ile michezo ya Afrika twende tukiwa homegrown. Ule mzungu ako hapa haelewi wale players wa Cameroon. Sorry to say. Haelewi wale wasichana wa Misri. Amewaona jana. Mimi nimewaona miaka 10. Kama ni David Rungao amewaona miaka 10. Kama ni Jafet Munala amewaona, anawajua. Kuwashinda ni rahisi kwa sababu ako na experience. Ule mgeni amekuja jana, ameona once, hana experience, hajui wanafanyanga nini, sijui wanafanya nini. Mimi nakwambia hata sasa kama ni yeye ataenda All African Games, sorry to say, labda hata faulu. Lakini kama igeenda wa Kenya, coaches wa Kenya ambaye tuko ule coach labda ako na level 2 in coaching. Tuko wagapi wale wako na level 2 in coaching ndia in Kenya, na tumefanya labda hata wengine tuko na historia, tuko na rekodi mzuri hata kumuliko. Mimi nasema tukienda Europe asaidie, lakini wa Kenya hizi competition za Afrika sisi wenyewe twende, kwa sababu tutategemea kupewa bakarini. Mbona sisi tunataka kupeana? Angalia, tuko na coach ambaye toka Rwanda. Ule coach si ni wetu. Maajabu gani amefanya Rwanda? Wa Kenya si wanamsalute. Bitoka ametesa. Let me tell you, I coached Bitok. Mimi nilimtaka Bitok akuje acheze timu yangu. Nikuwa Posta Nyeri men. Nilimtafuta kabisa akuje acheze kwangu. Je, kama Bitok amecheza kule, amefunza timu Rwanda, mpaka Rwanda saa hii wako top of the world. Ni nini hii tunaomba? Ni nini hii tunategemea? I'm happy Bitok is in the country because we need to change.
lazima tu change, na ni lazima tufurahie kazi yetu sisi, na sisi wote tunapenda, na sisi wote tuko tayari kufanyia nchi kazi, bora tu motisha naye. Swala la county, manake muda pia umesonga sana. Mimi nasema hivi, hakuna michezo ambayo inatakikana ifanywe ada ama kinyume na the federation zile zinacheza michezo. Kuna Kenya Volleyball Federation, kuna judo, kuna rugby, kuna athletics, kuna nini. Zile counties zimekataa kuwa chini ya zile federations. Zinataka kufanya michezo kivyao, kisiasa. Hakuna michezo kisiasa. Kama michezo president alisema ni kipawa, tutafute kipawa, tukuze, tutafute players wale wako pale, tuwasaidie wakuje wacheze. Ni lazima sifanyike under the federations. Hiyo maneno ya siasa, hiyo maneno ya sports na siasa, hiyo tuache. Kwa sababu gani? Ule player ako pale mashinani, ako Nyandarua kwetu Shamata. I come from Nyandarua, Nyahururu. Ako Shamata kule. Ataonekana lini kama michezo tunacheza tu ya county, Governor Cup, sijui nani cup, inaishia pale hapo. Ile michezo haitasaidia player wowote. Wakuje michezo ifanywe na federations, so that federation ikiona ule mtoto pale chini, mtoto ule anakuzwa mpaka afike mahali anatakikana. Lakini tukichanganya michezo na siasa, hatutaenda mahali. Kocha wangu, manake wakati umekwenda sana na ujumbe umefika nyumbani. Kauli yako ya mwisho, sekunde kadhaa, kocha wangu. Mimi nasema hivi, kupoteza pale Cameroon sio mwisho wa dunia, na kupoteza na Cameroon hakuna mtu atakufa. Kitu nasema ni hivi, tushikane tena mikono, tuulizane ni nini. Tukishaulizana ni nini, mimi najua Kenya bado tuko na usawa. Na wale makocha saa hii wako pale kwa national team, tafadhalini, tuko na watoto. Mimi narudia, tuko na watoto, tukubali tufunze watoto. Kwa sababu gani? Wale watoto ndio replacement ya hawa wakubwa. Tuwapeeni nafasi wakuje. Kama saa hii ile timu imepoteza pale Misri, ingepoteza na watoto, tungekuwa wale watoto wamepata experience ya kwenda kucheza All Africa Games, ya kwenda kucheza zile makundi ya kuqualify Olympics. Lakini kama sasa kesho ni mimi, kesho kutwa ni Getau, kesho Mtodogo ni Getau, ile sasa hatujengi. Ni lazima tukubali kulete young stars kwa timu. Ya mwisho kabisa nasema hivi. Mashabiki wangu wote, mahali mko, wale nafanya na wao jogging kule Kerereshwa, tafadhalini, mimi niko tayari munitumie national team, niko tayari kutumikia, na mimi najua we are going to go places. Tunaenda mahali. Asante sana kocha wangu Paul Gitau. Huyo ni kocha wa timu ya taifa ya volleyball ya wachezaji wasiozidi umri wa miaka 20, ametema madini na roho. Mungu ni mkuu. Kwa